Na kuna mambo mengi ambayo yanatutikisa katika kipindi hiki, yanatutikisa. Wakati mwingine tunatikiswa na siasa za nchi hii na nchi nyingine duniani. Siasa zinatutikisa sana. Wakati mwingine tunatikiswa na mambo ya uchumi. Unapowaza mwezi huu wa Januari, nilikuwa nikisikiza majadiliano katika radio CG, wakawa wanasema kwamba watu wengine wanasema mwezi wa kwanza ni mwezi mrefu sana. Lakini ukweli ni kwamba mwezi wa kwanza una siku 31 tu, kama miezi mingine ni siku 31. Kama ndio mwezi wa 10, kama ndio mwezi wa 7 na wa 8. Miezi hizi ni siku 31, sio mwezi wa Januari pekee. Miezi mingi ni siku 31. Lakini kwa nini watu wanatazama mwezi wa Januari kama mwezi mrefu sana kwa miezi? Ni kwa sababu unatanguliwa na sherehe kubwa sana. Sherehe za Krismasi, sherehe za mwaka mpya. Kwa hiyo zinawakomba kweli kweli wale ambao wanapata mishahara yao, watumishi wa umma na wengine ambao wanapata mishahara. Wale waliopata 22, 25 leo hawana hata shilingi moja. Sasa kila mtu anawaza na kupeleka watoto shule. Wazazi watakuja kuomba, watakuja tu wakilia machozi, nimekwama nipokelee mtoto, sitafanyaje? Nitaiendeshaje hiyo shule? Kuna mambo mengi sana yanatutikisa sisi, yanatikisa imani zetu. Lakini anasema muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi. Dr. Roni aliwahi kusema, akasema kama mwanadamu asingeumbiwa akili, ndiye kiumbe dhaifu kuliko viumbe vyote duniani. Kwa sababu mwanadamu hata hana makucha, hawezi kujitetea kwa kucha zake wala kwa meno yake. Mwanadamu anajitetea kwa akili. Yaani ni kwamba mwanadamu kama sio akili, hata paka humshindi. Mwanadamu nje ya akili, mwanadamu ni kiumbe dhaifu sana. Paka ana kucha, anaweza akakularua vibaya kwa kucha zake. Simba ana kucha, ana meno, anaweza akakularua vibaya. Lakini mwanadamu hana kucha, hana meno ya kuweza kuleta madhara yoyote kwa mtu au kwa mtu. Mwanadamu ameumbwa na Mungu kwa njia ya ajabu sana. Amempa akili na uwezo wa kufikiri. Mungu amemweka mwanadamu kwa kusudi.